أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم wapendwa wana mizani popote mlipo. Taarifa tulionayo hii leo, kwanza kila mtu anafahamu kwamba mnamo siku ya Jumapili Marekani ilishambulia maeneo matatu ya mradi wa nyuklia wa Iran katika sehemu tatu tofauti, lakini siku iliyofuatia ambayo ni jana tarehe 23, Iran nayo ilishambulia kambi mbili za kijeshi za Marekani, kambi moja ikiwa Iraq na nyingine ni ile kubwa kabisa kuliko zote katika Mashariki ya Kati ambayo inapatikana katika nchi ya Qatar. Kufuatia jambo hilo, Donald Trump wa Marekani kwa kumtumia mtawala wa Qatar ameomba kwa Irani, kuiomba Irani kusitisha mapigano baina yake na Israel. Kabla ya hapo walikuwa wamedhamiria kwamba watapambana na Iran hadi pale Irani itakapoanguka, kwa utawala wa Irani uanguke, lengo likiwa ni kwamba Irani isiwe na silaha za nyuklia, lakini lengo la pili ikiwa ni kutaka kuangusha utawala unaoendeshwa na Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kwamba utawala huu ni lazima uanguke, ndio yaliokuwa malengo. Lakini nguvu iliyotokana na majibu yaliyokuwa yakitolewa na Irani kwa Israel yamefanya kuwa mgogoro ule ni mkubwa kwa kiwango kwamba Marekani na Israel zote kwa pamoja zimegundua kuwa tathmini yao juu ya ukubwa wa nguvu za Iran dhidi yao ni kubwa zaidi. Hivi leo tunavyozungumza habari, Israel imepigwa vibaya sana, ambapo mji wa Haifa na mji wa Tel Aviv umekuwa ni magofu kwa sehemu kubwa kutokana na kipigo wanachopata. Kwa hivyo Marekani kwa mara ya kwanza imeomba kwa Iran na Iran imetoa majibu yake. Twende pamoja katika taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano, hatua ambayo itaanza kutekelezwa ndani ya masaa 24 yajayo na ambayo itamaliza mzozo uliodumu kwa siku ya 12 sasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema siku ya Jumanne Juni 24 katika taarifa iliyochapishwa katika vyombo vya habari mapema asubuhi Juni 24, yani hii leo, kuwa Israel na Iran zimekubaliana juu ya mpango wa kusitisha kabisa mapigano ambayo utaanza kutekelezwa ndani ya masaa 24 yajayo. Hakuna taarifa ambayo imeainisha wazi juu ya mpango huo umefikiwa kwa namna gani na mapatano hayo yataanza kutekelezwa saa ngapi, katika muda gani. Maelezo kama hayo hayakutolewa katika taarifa hiyo. Kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump amezipongeza Israel na Iran kwa kuwa na stamina, ujasiri na busara kwa kumaliza mzozo huo alioutaja kuwa vita vya siku 12. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amezungumza kwa njia ya simu na viongozi wa Tehran na kuthibitisha kuwa Irani inaafiki pendekezo hilo la Marekani la kusitisha mapigano, huku Israel ikiwa haijazungumza lolote. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Said Abbas Araghchi amesema ikiwa Israel itaacha kuishambulia nchi yake, na hii ni kwa sababu Tehran haina nia ya kuendeleza mashambulizi. Hata hivyo, hadi alfajiri ya leo Jumanne Juni 24, 2025, Israel na Iran zimeendelea kushambuliana, zikitupiana makombora mazito yanayoacha uharibifu kwa pande zote mbili. Israel imeshambulia majengo ya serikali mjini Tehran hivi jana siku ya Jumatatu Juni 23, baada ya Iran nayo kufanya msururu wa mashambulio na makombora na drone dhidi ya Israel. Gereza la Evin Tehran lililokuwa limefurika wafungwa wa kisiasa limepigwa na majeshi ya Israel na linaonekana katika picha likiwa linafuka moshi kufuatia mashambulio ya Israel. Iran imefatua makombora chungu mzima na droni kuelekea miji ya Israel baada ya Marekani kuvishambulia vituo vyake vya nyuklia, kikiwemo hicho cha Fordo mwishoni mwa wiki ambacho kimejengwa chini kwa chini ya milima. Leo siku ya Jumanne, Iran imefanya mashambulio makubwa ambayo yameharibu pakubwa mji wa Tel Aviv na Haifa, huku jeshi la Israel likithibitisha kukwama ndani ya vifusi watu wapatao 20 waliokuwa wamejificha mahali walipodhani kuwa ni salama.
Wizara ya Ulinzi ya Israeli inasema mashambulio ya gereza hatari la Eden pamoja na makao makuu ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kufuatia hali inayoendelea hivi sasa, ubalozi wa Marekani nchini Qatar umetoa tangazo la tahadhari ukiwataka raia wake nchini humo watafute mahala salama na kwa kujihifadhi mpaka itakapotolewa tangazo jingine. Iran imefanya mashambulio ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi ya jeshi la Marekani zilizopo Qatar. Kufuatia hali ya taharuki iliyoshuhudiwa katika eneo hilo, mataifa ya Qatar, Bahrain na Kuwait yalitangaza kufunga anga zao kufuatia hatua hiyo ya kijeshi ya Iran. Qatar imelaani hatua hiyo na kuitaja kuwa ni ukiukaji wa uhuru wa anga yake pamoja na sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa makombora 18 ya Iran yamezuilia isipokuwa kombora moja lililofanikiwa kuipiga kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid. Hata hivyo, picha za video zilizotolewa na wananchi waliokuwa wakirekodi wakati wa tukio zimeonyesha makombora mengi yamepenya na kuipiga kambi hiyo kubwa kuliko zote za Marekani katika mataifa ya Kiarabu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Araghchi, ameonya kuwa nchi yake iko tayari kufanya mashambulizi mengine ikiwa Marekani itaanzisha uchokozi mwingine. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, amesema nchi yake haijaanza uchokozi na kwamba kulingana na kanuni za Iran, kamwe nchi hiyo haitokubali kushambuliwa wala kunyenyekea kwa mtu yeyote. Mashambulizi hayo ya kulipiza kisasi ya Iran yamelaaniwa na majirani zake wa nchi za Kiarabu. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani ilionywa mapema na Iran kabla ya mashambulizi hayo na kuongeza kwamba hakujaripotiwa uharibifu wowote wala majeruhi. Aidha, Trump ameshukuru sana Iran kwa kutoa taarifa kwa Marekani na washirika wake kabla ya mashambulizi hayo na kusema kuwa sasa ni wakati wa kutuliza uhasama katika vita hivyo, akisisitiza kuwa huenda Iran nayo inaweza kuendelea na mchakato wa amani na maelewano huko Mashariki ya Kati, akiahidi kuwa ataihimiza pia Israel kufuata mkondo huo. Mapema, picha za satellite zinaonyesha uharibifu katika njia ya kuingia kwenye eneo la Fordo, kinu cha nyuklia nchini Iran, baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyolenga kituo hicho siku ya Jumapili, Juni 22. Picha hizo za satellite zilithibitishwa na shirika la habari la Associated Press, zilipigwa na Planet Labs PBC. Pia zimeonyesha uharibifu katika mlima ambako kituo cha Fordo kiko chini ya mlima huo. Kuziba kwa njia za kuingia kwenye kinu hicho cha nyuklia kuna maanisha kuwa Iran italazimika kuchimba ili kuweza kufungua njia za kuingia chini. Iran imelaumu Marekani kwa kuanzisha vita vya hatari. Rais wa Marekani Trump amedai kuwa maeneo muhimu ya nyuklia ya Iran yameharibiwa kabisa. Shirika linalosimamia nishati la atomic nchini Iran limethibitisha kuwa mashambulizi yamefanyika kwenye vinu vyake vya nyuklia vya Fordo, Isfahan na Natanz, lakini limesisitiza kuwa Iran haitasitisha mpango wake wa nyuklia. Iran na shirika la kimataifa linalosimamia nyuklia IAEA wamesema hakuna dalili zozote za kuvuja kwa mionzi katika vinu vitatu vilivyoshambuliwa na kuifanya taarifa ya Marekani kuwa si sahihi kwamba imeharibu eneo hilo. Moshi unaoonekana katika eneo ambalo kiwanda kiko chini yake unaonyesha kuwa mashambulizi ya Marekani yamepiga juu ya kilima, na kutoka kilimani mpaka kufika iliko mitambo ya kuchakata urani ni sehemu kubwa zaidi, bali kinachoonekana kufanikiwa ni kupiga njia za kuingilia ndani ya hicho kituo, na hata hivyo hakuna mionzi yoyote, ikiwa ni dalili ya kwamba hakuna athari yoyote iliyotokea katika mradi huo. Haijulikani iwapo Marekani itaendelea kuishambulia Iran kwa kuwa hakuzungumza chochote kuhusu mashambulizi, bali inasisitiza kati ya Iran na Israel ndio watakaokomesha vita vyao. Kote ulimwenguni nchi zinataka diplomasia ya kujizuia pande zote zinazopigana. Wajumbe wakuu wa chama cha Democrats nchini Marekani wameukosoa vikali uamuzi wa Donald Trump wa kuishambulia Iran na wamehoji uhalali wa hatua hiyo ya kijeshi. Kiongozi wa wachache katika baraza la Senate wa Marekani cha Democrats, Chuck Schumer, amesema rais yeyote wa Marekani hapaswi kuruhusiwa kufanya maamuzi yake pekee na kulitumbukiza taifa katika vita na kutoa vitisho visivyo na uhakika na bila kuwa na mkakati. Amesema Trump wa chama cha Republican lazima ajibu mbele ya bunge na kwa watu wa Marekani.
Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imelaani vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Urusi imesema huo ni uamuzi usio na uwajibikaji na umekiuka waziwazi sheria za kimataifa, mkataba wa Umoja wa Mataifa na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameelezea kusikitishwa kwake na mashambulizi ya Marekani yaliyolenga maeneo ya nyuklia nchini Iran. Amesema dunia inalilia amani na ametoa wito wa kukomeshwa vita haraka. Saudi Arabia, msafirishaji mkubwa wa mafuta duniani, imo kwenye hali ya tahadhari ya usalama, na Bahrain imewataka madereva kukwepa barabara, huku Kuwait ikiweka makazi ya kujikinga katika maeneo ya wizara zake. Misri, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu zimesisitiza kwamba diplomasia ndio ufunguo wa kutatua migogoro inayoendelea hivi sasa, na zimehimiza pande zote zinazozozana kurejea kwenye meza ya majadiliano. Hii ndizo taarifa zilizokuja katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, ambapo kubwa zaidi ni lile la tukio la Iran kushambulia kambi za kijeshi za Marekani, lakini vile vile tukio la bunge la Marekani la kufunga lango kuu la kupitisha bidhaa katika bahari. Hiyo ni njia ambayo meli zinapita kupeleka mafuta Ulaya zikitokea katika nchi za Kiarabu, na Iran imetangaza kuifunga njia hiyo, jambo ambalo litatatiza upatikanaji wa mafuta katika nchi za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump tayari amezungumza na mwenziwe wa China, taka rais wa China aongee na Iran kuibembeleza Iran isifanye hivyo, kwani inaweza kuleta matatizo ambayo yanaweza kusababisha hali mbaya ya kiuchumi na kupanda kwa bei ya mafuta kote duniani. Pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, waziri wa mambo ya kigeni wa Italia Antonio Tajani amesema amezungumza na mwenzake wa Iran Sayyid Abbas Araghchi na kumwambia hatari zinazoweza kusababishwa na hatua ya kuifunga njia hiyo ya Hormuz, ikiwemo kuharibu uchumi wa Iran yenyewe na mataifa mengi yote ya ulimwengu ikiwemo China. Mambo haya ndiyo yanaendelea huko duniani, ambayo athari zake zaidi zitakuja katika nchi zetu hizi ambazo ni nchi maskini na tegemezi kwa mafuta kutoka Uarabuni, na hiyo hali itaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwenda juu. Lakini kilichotokea katika masaa hayo 24, licha ya majigambo ya Israel na Marekani, tayari rais wa Marekani Donald Trump amezungumza na mfalme wa Qatar na kuiomba Iran iwe radhi kusimamisha vita, kwa sababu hali ni mbaya kwa upande wa Israel zaidi kuliko Iran. Mashambulizi makubwa yanafanyika pande zote, lakini mwathirika mkubwa wa mashambulio hayo ni Israel, kwa sababu moja sababu ya kuwa Israel inaathirika zaidi, Israel ni pahala padogo sana. Kwa hiyo Iran inapopiga makombora yake pale, ina uwezo wa kupiga Israeli nzima, ambapo Israel haina uwezo na haiwezi kuishambulia Irani moja kwa moja kwa kuweza kukava eneo lote la nchi nzima kwa wakati mmoja. Ni kwa hali hiyo Irani ilikuwa tayari kuendelea na vita kwa muda mrefu, lakini kutokana na mashambulio ambayo Iran imeyafanya na kuisambaratisha miji mikubwa ya Israel na kuwafanya watu waingie katika maafa, majengo mbalimbali kuvunjwa, vituo vya kijeshi, vituo vya Mossad, shirika kubwa kabisa la kijasusi duniani, yote vimevunjwa na hali ni ngumu. Wakazi wamekosa umeme, maji yanakosekana, watu wanalala kama mbuzi, manake watu wanakusanyika kwa pamoja kulala mahali chini ya mahandaki makubwa ili waweze kujidhaminia usalama wao, na hali hiyo pia haikuwa ni salama kwa mabomu yaliyokuwa yakitoka katika nchi ya Iran. Lakini Irani pia kuna matatizo yametokea, ambapo baadhi ya majengo ya serikali yamepigwa jana. Vile vile kulikuwa mashambulio makubwa sana, lakini hata hii leo asubuhi mapigano yalikuwa yanaendelea huku na kule, na wote wanaathirika, lakini mwathirika mkubwa zaidi ni Israel, ambaye kwa nadharia iliyopo ni kwamba Israel na Marekani walikuwa wamefanya tathmini ndogo juu ya uwezo wa Iran katika kuishambulia Israel. Walidhani kuwa itakuwa kama vile wanavyofanya Gaza, ambayo wameifungia pahala, haina uwezo wa kupokea msaada wa namna yoyote, ni wanafanya unyama ambao binadamu yoyote mwenye akili timamu na wenye ubinadamu hawezi kufanya. Lakini wameshindwa kuweza kumudu watu wa Gaza na kuwamaliza Hamas katika kipindi chote wanachopigana zaidi. Takriban tutafika mwaka wa pili sasa, hawakuweza kufaulu.
Kwa hiyo tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie hawa wakubwa ambao wanazungumza juu ya mambo ya vita hivi kwa sehemu zote, hasa vita vya Falastini ambayo haina mshirika, na kama tulivyoona Iran imepigana yenyewe bila mshirika. Hata katika elimu ya mahesabu, Marekani namba yake ni 111, Israel namba yake ni 111. Kwa hiyo ukiwachukua wote hawa wawili utapata namba ambazo ni mbili zinagawanyika. Hata ukizijumlisha ukaziweka pamoja utapata 444, lakini Iran inasimama peke yake. Kwa hiyo hata ukija kwenye hesabu ya chini utakuta kwamba Israel na Amerika wakikaa pamoja inakuwa namba zao ni mbili. Iran itakuwa ni moja kwa sababu inapigana kama Iran, haina washirika nyuma. Nyuma ya Israel kuna Marekani, kuna Ufaransa, kuna Ujerumani, kuna Uingereza na mataifa mengine, na wote wanamsaidia kwa hali na mali. Iran anapigana yeye mwenyewe peke yake. Kwa hivyo hata hivi vita vitakiwa vitaendelea kwa muda kiasi gani, lakini Iran ataibuka kuwa ni mshindi katika vita hivi. Lakini kubwa kuliko yote ni kumwomba Mwenyezi Mungu salama kwa wote wanaopigana, na Mwenyezi Mungu azidi kuwadhili na kuwarudisha chini na kuwatafutia jambo la kuwashughulisha wale wanaotafuta vita na hasama na kuua watu na kuwanyang'anya ardhi zao na kuanzisha uchokozi wa kupiga nchi nyingine. Haya ndio mambo makubwa muhimu kwa maisha ya binadamu, kwa tuishi kwa amani, kwa salama, kuheshimu mipaka ya nchi nyingine, sio kubeba na kuchukua nchi za watu, kuua watu pasipokuwa na sababu. Haya ni mambo wanayoishi nayo wanyama maporini, sio binadamu. Tusisahau kusoma Suratul Fil na Suratul Lahab katika kila mwisho wa ibada zetu za usiku na mchana. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake, yeye ndio mwenye uwezo wa kila kitu, ili azilainishe nyoyo za watu wanaoendesha vita hivi zirudi chini, amani iweze kupatikana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.